nishie neno linalokuwa na kichwa cha kuhusu mmoja kwa mwingine katika imani. I want to share a word of truth which is the head of the topic, unity, one another in faith. Mmoja kwa mwingine katika imani. One another in faith. Ndio neno tutakalolisema siku ya leo. That is the word that we speak about today. Ndio neno tutakalochangia siku ya leo. That is the word that we will share today. Na nitapenda niwachoshe kidogo. And I want to tell you a little bit. Katika kuwachosha nitapenda tuweze kusimama na tusome neno la Mungu kwa pamoja. I'm telling you, I want us to stand and read the word of God together. Katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 6. In the book of Galatians chapter 6. Taanza mstari wake wa kwanza. We'll begin from verse 1. Na tutaishia kwa mstari wake wa 10. And we'll finish from verse 10. Kitabu cha Wagalatia, The book of Galatians, sura yake ya 6, chapter 6, mstari wa kwanza from verse 1 hadi ule wa 10. until verse 10. Napendelea kila mmoja asome, kama utasoma kwa sauti, kama utasoma kimoyomoyo, kama utasoma kwa taratibu, that's fine. I want everyone to read it. If you want to read it out loud in your heart, slowly, it's up to you. Ila sisi wote tusome pamoja. Just us all read together. Nasoma kwa Kiswahili. Ninasema hivi, ndugu zangu, ikiwa mtu amepatikana katika dhambi, basi nyinyi mnaoishi kwa roho mnapaswa kumrejesha mtu huyo kwa upole. Lakini jihadharini ili nyinyi wenyewe msije mkajaribiwa. Chukulianeni mizigo ninyi kwa ninyi, nanyi kwa njia hii mtatimiza sheria ya Kristo. Mtu yoyote akijiona kuwa yeye ni bora na kumbe sivyo, basi mtu huyo anajidanganya mwenyewe. Lakini kila mtu na alipime kazi yake mwenyewe, ndipo aweze kujisifu bila kujilinganisha na mtu mwingine. Kwa maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Basi yeye afundishwaye katika neno na amshirikishe mwalimu wake mema yote. Msidanganyike, Mungu haziwakiwi, kwa kuwa kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Apandaye kwa mwili, katika mwili wake atavuna uharibifu, lakini yeye apandaye katika roho atavuna uzima wa milele. Hivyo tusichoke katika kutenda mema, kwa kuwa tutavuna kwa wakati wake, tusipokata tamaa. Verse zingine zinasema tusipozimia moyo. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na kuwatendee watu wote mema, hasa wale wa jamaa ya waumini. Amen. Tunaweza kukaa chini. You can sit down. Leo niliwaza labda tutatumikisha moja methodology katika kuhubiri. Today I want us to use a specific methodology in preaching. Ya kufuata maandiko vile jinsi yanavyoandikiwa, labda tutaenda sura kwa sura, verse by verse. Follow the word as it is written, going verse by verse. Kwa sababu katika kuhubiri kuna namna nyingi ambazo tunaweza kuhubiri. Because in preaching there are many different ways that we can preach. Kuna namna ya kuhubiri kama vile historia, unasoma historia ambayo imepita na unaeleza katika hiyo historia. There's a way of preaching where you can tell a story or read a story and then put understanding into that story. Unaweza kuhubiri katika kulinganisha, unachukua ya maneno yamesemewa hivi na kwetu sisi inaweza kuwa namna gani. There's a way of preaching where we align it with the word. You take a word and how it can apply to Kwa hiyo us. kuna njia nyingi sana ambazo tunaweza kufundisha There are many ways that au we tunaweza can kuhubiri, preach. lakini leo nitafikiria labda twende katika haya maandiko jinsi yalivyo hapa. But today I think that we should do this preaching in a way that we are looking at what is written here. Tukikamata huu mstari wa kwanza If we take this first verse, ambao unasema ya kwamba tukiona sisi ndugu yetu mmoja ameingia katika hali ya dhambi, that if we see one of our friends is overtaken in any trespass or sin, ni vizuri tuweze kumkaribia, it is good for us to go. ni vizuri tuweze kumhonya, It is good for us to restore ni them. vizuri tuweze kumshauria It is good for us to be there with them kwa upole. in gentleness. Haleluya. Kwa sababu hii safari tunaenda mbinguni. Because
Kila mtu ana responsibility. Every single person has their own responsibility. Kwa ajili yake yeye mwenyewe, Themselves, pia kwa ajili ya wapendwa ambao tuko nao also katika for the safari. that we are with on this journey. Hallelujah. Kwa hiyo furaha yetu si kwamba mimi nimeingia mbingu, So our joy is not that I have reached heaven, lakini yule mwingine but that other person, asipoingia ama aingie, it is not my problem. if they get it or if they do not get it, that is not my problem. Hallelujah. Katika safari tuliyo nayo, On this journey that we are on, tunahitaji kushikana mikono. we need to hold each other's hands. Na Paulo alipowaandikia Wagalatia hapa, Paul wrote the Galatians, akaanza na expression ya kusema ya kwamba he began with an ikiwa expression saying that tunaona mmoja kati yetu if we see one among us ameingia katika hali mbaya, has entered a bad way, hakuna sababu ya kuanza kwenda tunaanza kumtendea yule anakoma kwanza baya. there is no reason for us to gossip and say this person over there, they are finished. Mmoja kwa mwingine katika imani. One and another in faith. Wapendwa, katika safari tuliyo nayo, Beloved, on this journey ni that we lazima are tuwe on, na huruma it is a must for us to have mercy mmoja kwa mwingine, one and another. kama vile jinsi unaweza kutamani wewe Just as you would like for you yourself to usitendewe hivi, for you not to be treated this way, hivyo hivyo it is the same na wewe way usitendee watu wengine. you should not do those actions to others. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kama mtu anakutaniwa yuko na hali kama ameingia katika hali kama So hii, if somebody enters a place when they're in a bad place or wewe ambaye unajua kwamba bado unasimama katika imani, you who know that you yourself are standing firm in your kwa faith, upole, in kwa gentleness, upendo, in love, uweze kumwonya ndugu yako. be there for your friend. Ndivyo injili ilivyo, ndio imani jinsi ilivyo, That is how faith is. ndio katika mwendo wa imani. That is within the Lakini Biblia ikaongeza tena but also on top of that, katika kumwonya ndugu yako, in being there for your friend, katika kumsaidia ndugu yako in helping your friend, kujianza look at yourself usiingie katika dhambi. so that you do not enter sin. Namna gani tunaweza kuingia katika dhambi? How is it that we can enter sin? Baba yetu alikuwa fundi seremala. My father was a carpenter. Yes. Alikuwa fundi seremala, carpenter. My father was a carpenter. Kulikuwepo katika village yetu na watu wengine ambao walikuwa nao ni wa carpenter. Within his village, there were other people that were also carpenters. Wakawa na bei ambao walikubaliana kwa ajili ya kufanya tuseme kwa kutengeneza meza, kila mtu awe na chaji $100. They had an agreement, for example, if they were going to fix a table, every single person had the same. Baba akatengeneza meza My father kwa ajili ya kuja mtu, prepared a lakini table, huyo mtu hakuwa na uwezo. but that person did not have the Baba akamwambia akasema, nitakutengenezea hii meza kwa $16. My father had mercy towards him, so I will fix this chair for you for $16. Wafundi wengine wakasikia hiyo habari, Other carpenters heard that news, mmoja akaja, and one of them came. nilikuwepo mimi ningali mdogo, I was there. I was still young, but I was there aje kumshauria baba, kwa sababu gani umefanya hivi? to speak to my father and say, why is it that you have done this? Baba akamweleza, My father then explained to him angalia, usifanye nimefanya hivi kwa sababu huyo mtu haikuwa na that I did this because that person did not have the ability, the money was there. aliyekuja kwa ajili ya kumhoji. When he came to Hiyo conversation wanaikumbuka ilimalizika vibaya sana. that conversation, remember, it ended very badly. Yule jamaa alianza kushout That man began to na shout akaenda amesirika. and he had left very angry. Hiyo mambo yakaenda hata kuimpact watu wengine And that occurrence had even got to ambao katika familia walikuwa wanaohana katika familia. who within my family were going to get married. Wakati tunapoonyana When we are getting married, tujiazaa, let us look at ourselves. When you're restoring, let us look at ourselves so we do not. wakati unakwenda kumwonya mama hii, When you're going to baada ya kutoka before leaving, inakuwa tena ni kumtenda sasa. it is now to speak about. Sema fulani, wale watu kabisa ni mtu mwenye kuwa hivi, ni mtu mwenye This kuwa person hivi. should like this and that. Tunaponya When we are restoring, tusitende sana. let us not include sin. Haleluya. Hata vile tunapoenda kumwonya mtu, At the time when we are going to restore, unatoka kama unakuwa na hasira. you leave that place and you have fury and anger. Kidogo turudi katika hii kwa Galatia This is also in the book of Galatians, sura yake ya 5 chapter 5.
unampull down? Are you pulling them down? Tuangalie namna gani tunavyofanya matendo yetu katika hii kazi Let yako. us see how it is that we do things in this work of God. Labda mara nyingine matendo yetu ni ya kuwavuta wengine warudi nyuma. Maybe other times our actions is the reason. Labda hati yetu ya kuenda kufanya mambo ni kama vile tunawavuta wengine nyuma. Maybe our behaviors of doing things is the reason that other people are being pulled. Wewe unayevuta wengine. You who is pulling other people. Mahubiri yetu ya Sunday tuliyoipata. Our preaching on Sunday. Amelaaniwa That he has been yule anayevuta cursed. wengine kwa siri. The person who finds somebody in that. Mahubiri yetu ya last week. Na wewe unayevutiwa. And you who was pulled. Namna gani na wewe unavyoenenda katika hii kazi yako. How is it that you are going in this work of God? Je, unamtumikia Mungu? Are you working for God? Au unamtumikia mtu fulani? Or are you working for another person? Leo sitaimba kwaya tena. Today I will not sing for the Kwa choir. sababu mwalimu wa kwaya alisema. Because the leader of the choir spoke about me. Sababu mwalimu wa kwaya alishauria. Because the leader of the Kuanzia choir leo spoke to me. mimi kwaya naacha. I'm leaving the choir. Mmoja kwa mwingine. One and another. Sisi wote tuweze kusaidiana. It's for us to all help each other in this work of God. Sisi wote tuweze kufanya nini? Msimamizi wetu anazoea kusema sisi tusaidiane katika hii shift. Our moderator usually says let us help each other in this shift. Chukuliane mizigo mingi. Bear one another's burdens. Nani kwa njia hiyo? And so Mtatimiza sheria ya Mungu. you will fulfill the law. Mtatimiza sheria ya Kristo. You will fulfill the law. Ni namna gani unavyomchukulia mwenzako mzigo alionao? How is it that you bear another Labda huyo mwenzako ameanguka. Maybe that friend of yours has Baada ya yeye kuanguka, and after ni namna gani unavyoenda kumshika kwa mkono ili how is uweze it that you kumsimamisha? go to hold their hands so that you can Au labda ndio unaenda na kushikilia na vingine tena juu yake or tena. maybe you just go and step over them Ili aweze kudhamiria. so that they can stay down. Wapendwa katika Kristo. Beloved in Katika Christ, mwendo huu, in this journey that we're on, tuchukuliane mizigo kwa upole. let us bear one another's Tuchukuliane burdens. mizigo Mungu na kuu ya Mungu. People have gratitude. Wanaoshukuru kwa neema ya Mungu. People give thanks for the Wanaoshukuru kwa uzuri wa Mungu. who give thanks for the goodness of God. Wana Waisraeli waliona miujiza yote hayo, The Israelites saw all these miracles, lakini wakasahau. but they forgot. Na wewe umeona miujiza mingi katika maisha yako. And you have seen many miracles in Sijui your namna life. gani unavyokumbuka. I don't know how you are remembering it. Sijui namna gani unavyokumbuka. I don't know how you are Sijui remembering namna it. gani unavyokumbuka. I don't know how I remember. Wakati yenye kaka wametoka huko, When my brothers came here, alienda wakamwambia mama, he went and told my mtoto mother yako that your child, anatumika sana. he's working a lot. Yeye mwenyewe yuko anatembeza treni, He himself is driving the train. yeye mwenyewe ni mwanajeshi, He himself is a shepherd. yeye mwenyewe anatembeza hata na mabasi, He himself is also driving the buses. yeye mwenyewe ni mchungaji, Himself is also a pastor. yeye mwenyewe yuko anatumika katika community, He is working within the ni community. treasure katika community. He's a treasure in the community. Yeye mwenyewe iko tena iko natumika na wachungaji, He is working with community ya wachungaji. the community of the pastors. Yeye mwenyewe anashonaka, He is sewing clothes. yeye mwenyewe anakuwa ni baba, He is a ni father. mume, He is a husband. wakataja. And they listed many things. Siku nilipoongea na mama, When I spoke with my mother, tumesikia siku unafanya kazi nyingi sana. she said, we have heard that you are doing many different works. Kumwambia mama, And I told her, Mom, hata kwa nguvu zako, je, ningeweza kufanya hizo zote kazi? without your strength, would I be able to do all these Kuna works? mmoja ambaye ananiwezesha. There is one who makes it possible. Haleluya. Niweze kufanya kazi hizi zote. For me to do all this work. Lakini hata hivyo, But even niwe then, na hiki, niwe na kile. so if I have this and that, Kazi yake yeye anayenipatia nguvu, the work, for he is the one who gives me naitia power. kuwa namba 1. I put it as the number one. Haleluya. Na sisi wote katika kanisa, And us, acha tutie kazi ya Mungu let us put this kuwa work of namba 1. God. Mtu yeyote yule asikurudishe nyuma. Let no one else, Mtu yeyote yule asiweze kukatisha tamaa. let no one else be able to make you Na wewe uitike ya kwamba uweze kukatiwa tamaa na mtu mwingine, and you, kwa sababu yale Mungu anayotenda because what it is that God has done, anakutendea wewe.
Neno likasema hivi. The word said this. Kwa maana sura yake mstari wake wa 5. Lakini tuanzie wa 4. Unasema lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo aweze kujisifu bila kujilinganisha na mtu mwingine. Kwa maana kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Haleluya. Hii mistari kama vile iko contradictory. This verse is a little bit contradictory. Mmoja imesema ya kwamba tuchukuliane mizigo kwa upendo. One verse is saying let us bear one another's. Hapo chini ikasema ya kwamba kila mtu atachukua mzigo wake. Each person will bear their own burden. Mama Kilele, unasikiaje hii maneno mawili? Mmoja anasema tuchukuliane mizigo kwa upendo. Na ingine ikasema ya kwamba kila mtu atachukua mzigo wake. Tuchukuliane je mizigo na kila mtu atachukua mzigo wake. Karibu mzigo. Amen. Tuchukuliane mizigo. Na kila mtu mwisho wa safari ndio atabeba mzigo wake mbele ya macho ya Mungu. Yeye mwenyewe. Hallelujah. Sister Faraji, how you are also understanding this? Because it's like contradictory. Tuchukuliane mizigo kwa upendo au lakini kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Kwa sababu ukali tusiache kuachiliana, kila mmoja uchukue kama kuna business yako hiyo kwa wakati huu. Lakini ndio amesema vizuri. Why wakati? During this time, we need each other. Tunahitaji mmoja kwa mwingine. Bado tunaishi katika ulimwengu. Ndio maana tunakuja katika fellowship. That is why we come together in fellowship. Ndio maana tunakuja katika ushirika huu. That is why we are together and sharing. Ndio maana tunakuja kwenye kanisa, kwenye ibada. That is why we come to this program to church. Si kila mtu amekaa nyumbani kwake kule. It's not that everyone should just stay home. Sio mimi ibada yangu nitaifanyia hapa siku ya leo. I'll just do my service here. Lakini bado ninakuhitaji tuweze kuwa pamoja ili tuweze kuwa Mungu pamoja. But we need to be together with each other so we can worship and work together. Wakati bado tunaishi. And all this happens while we are wakati ndio huu. This is the time. Wa kusaidiana katika hii kazi ya Mungu. To help each other in this work of God. Lakini siku hiyo itafika. But that day will come. Ambayo tutakaposimama kwenye hukumu. But we will stand before God. Hata kusema kanisa lote la Kingdom Power tusimame sasa hapa. It is not that it will be now every member of the church should stand together here. Ataubeba mzigo wake mwenyewe. Each person will bear their own burden. Katika mawazo yako, katika mawazo yangu. In your thoughts and my thoughts. Hata nianze anticipate hiyo situation, hiyo bahati. Let me begin anticipating that situation. Nianze kuitanguliza. Let me begin. Na kwamba yote ninayoyafanya. That everything. Kwa wakati bado ninaishi. While I am still living. Ninamhitaji yule na yule ananihitaji. That person needs me. Na hayo ninayoyafanya katika mahitaji ya mimi na huyu. And what I do for the needs of uko siku moja. One day. Nitaenda kutoa hesabu. I will go and give and count my. Nitatoa hesabu. I will count what I do. Hayo yote ninayoyafanya. For everything that I did. Ninayofanya yule. That I did. Ndio maana Biblia inasema hapa ya kwamba that's why the Bible says anayetoa kwa haba. The person who sows sparingly naye atavuna kwa haba. Will also reap sparingly. Katika hili in this ikasema ya kwamba it says that lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe ndipo aweze kujisifu bila kujilinganisha na mtu mwingine. But let each one examine his own work and then he will have rejoiced in himself alone and not in another. Kwa maana kila mtu because each one atachukua mzigo wake mwenyewe. Will bear his own load. Na kila mtu and each person atatoa hesabu ya kazi aliyofanya. Will count and bring a number of the works that they did. Moja kwa mwingine tungali katika ulimwengu. One another while we are still. Yale tunayofanya katika leo. And what we are doing today. Itakayotusaidia katika siku zinazokuja kwa mbele. Is what will help us. Mara nyingi
amekuwa pale kuangalia mwambie sababu ile kisika kabisa hapo siku ile hapo. Other times we're like, oh, that person, as my brother said. Tunasahau kujiangalia sisi wenyewe. We forget to look at Tujichunguze. Namna gani tunavyoenenda katika kasi hii, katika safari. How is it that we are going through this journey? Bila kujilinganisha na mtu mwingine. Without depending on another person. Kianza kujilinganisha, si mama yetu leo hakwenda kuibada, na mimi sitaenda kuibada. Without depending on another person saying, well, maybe I didn't come to church today, so I'm not going. Oh, leo si mama yetu hakufanya hivi, na mimi sitafanya hivi leo. Hey, well, maybe I didn't do this, so I'm not going to do either today. Utatoa hesabu. You will bring a number. Yako wewe mwenyewe. For you yourself. Hallelujah. Utatoa hesabu yako wewe mwenyewe. Kadiri ya vile unavyoenda kwa wakati huu bado tunaishi. Depending on how you are going while we are still living. Naona kama hivi hapa anatoa na mimi sitatoa. Or if you are like, well, maybe it doesn't give up for I will Utatoa hesabu. You will give a number. Naona fulani anatoa 50 cents na mimi nitatoa 50 cents. I saw another person only gives up 50 cents, so I will. Utatoa hesabu. You will give a number. We are just speaking. We are encouraging each other on this journey. But the day to give a number, every person will give a number for just them themselves. The account of himself or herself. The count of themselves. Because not everyone will bear, for everyone will bear their own load. Jambo ule mstari wa 7 unasema hivi. Msidanganyike. Mungu hazihakiwi kwa kuwa kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Apandaye kwa mwili, katika mwili wake atavuna uharibifu. Lakini yeye apandaye katika roho atavuna uzima wa milele. Verse 7 and 8 says, do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Amen. The Bible says that. And the actions of the body, which we have read in Galatians chapter 5. It is like this. Uzinzi wa uasherati, adultery or fornication. Ikasema mambo mengi. It said many things. Hata hasira, even anger, wrath. Ikasema kwamba hasira yenu isiende mpaka jua liweze kutua, msitende dhambi katika hali hiyo. Let your anger or wrath not make you even commit sin. Kwa sababu anayekuwa katika hasira, because somebody who is with ni kama yule ambaye anafanya uasherati. It is like somebody. Ni kama yule ambaye anaabudu miungu mingine. It is like a person who is worshiping hao watu hawatakuwa na Mungu. These people will not see God. Bado tunaishi katika ulimwengu huu. While we are still living in this world. Tuangalie namna tunavyoishi. Let us look at how we are living. Sababu hauwezi kudanganya Mungu. Because you cannot deceive God. Unaweza kudanganya mimi, unaweza kudanganya yule, unaweza kudanganya mtu mwingine, au mimi naweza kudanganya mtu mwingine. You can deceive me, you can deceive another person, or I can deceive another person. Lakini ukweli wa mtu, but the truth of hatuwezi kudanganya Mungu. We cannot deceive God. Mawazo yako, mawazo yangu, your thoughts and mine, yanaishi na yanaendelea namna gani? How are they continuing? How are they going? Labda unaona yale ambayo Mungu anayaona. Maybe you are seeing what sio yale ambayo Mungu anayaona. It is not what God is seeing. Labda wewe yale unayoyafikiri sio yale ambayo Mungu anayaona. It's not what God is seeing. Lakini lililo muhimu, dhamiri zangu, dhamiri zako ziweze kujua ya kwamba kuna mmoja mwenyewe katika yote ninayoyafanya, katika yote ninayoyatenda. In everything that I do. Wakati wa Yona, during the time of Jonah, alienda kujificha chini ya merikebu. He went to hide under the ship. Waishalia walikuwa baharini na wengine wote waishalia anajilalia yake. All those people are crying and worrying, but he is just sleeping. Yule jamaa wahusika wakamwambia,
Mimi ni Mwebrania. I'm a Hebrew. Na ninamwogopa. And I fear God. Alisikia yeye ni Mwebrania. Once I heard that he was a Hebrew, Nikamwambia anasema kwa Luwangi. Wakaanza kutetemeka. they began to shake and get scared. Kwa Mwebrania Are you truly a Hebrew? And he said, yes. Sasa mambo yanatokea. So everything, how is this happening? Wapendwa. Beloved. Wakati mwingine tuwe na nafasi ya kujitambua kusema kama hili linatokea ni kwa sababu yangu mimi. Other times that's able to confess and look at ourselves and say it's me. If this is happening, it's because of me. Mara nyingi inatokea hivyo katika makanisa zetu. Other times that does not happen, that does not occur within our Kama church. hivi imekuwa hivi ni fulani wewe. If something has happened, if something Wambe na mke kama hivi imetokea hivi ni mke wangu yule ndio amekuwa sababu ya hivi. if this has happened, it's because of my Kama ni watoto, kama ni hili limetokea ni kwa sababu ya wale watoto wao. If this has happened, it's because of my children. Mmoja kwa mwingine. One another. Tuweze kujitambua. Let us look at ourselves. Katika safari tuliona. This journey that Mara nyingine tukamate responsibilities. let us take the Na kujua kama responsibility. hili liko linatokea. And that if this is Ni happening, kwa ajili yangu it mimi. is because Na of me. neno linapokuja And the word that is tusianze kulitupia kwa wengine. Waambie kwanza hao. let us not go and throw it to other people and accuse other people. Kujirudia. It is to return and look at Je, ourselves. hili kama linatokea hivi haiwezi kuwa kwa sababu yangu mimi. If this is happening like this, could it not be because of myself? Ninafanya nini? What is it that I have done? Ninaishi namna How gani? is it that I live? Uhusiano wangu na Mungu uko namna gani? My relationship with God, how is it? Siku moja nilimwambia hapa On one day I told you guys here neno moja kwa ajili ya mtu mmoja wa Zimbabwe. the story or a word about Alikuwa na kazi nzuri. They had a very good job. Alitumika kazi nzuri. They worked a very good job. Lakini kila wakati anaambiwa nini, toa sehemu ya kumi, bora utatoa na sio kwa nzuri. But other time whenever they are encouraged, they're told, give to God. Kwa bahati mbaya hiyo kazi ikaisha. But at the end of the day, that work finished. Kazi ilipoisha, Once the work finished, yeye mwenyewe katika dhamiri zake, they themselves, kila wakati akitaka kumwomba Mungu aseme nisaidie nipate kazi. anytime they're going to pray to God and say, Wewe unamwambia kwamba the Spirit is ulikuwa na telling kazi you, nzuri, you had a good job, lakini haukukumbuka kumtolea. but you did not remember to give to God. Yule ambaye mlitumika naye aliyekuwa anakushinikiza na kupatia usalama, tuchukuliane mizigo kwa upendo. Let us bear one another's burden in love. Lakini Biblia inaendelea kusema kwamba tutatoa, kila mtu atatoa hesabu ya mambo yake. But the Bible says that each person will give account of their Mstari wa 9 unasema hivi. Verse 9 says this. Hivyo katika haya tusichoke kutenda mema, kwa kuwa tutavuna kwa wakati wake tusipokata tamaa, tusipozimia mioyo. And verse 9 says, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Haleluya. Kwa hiyo kadiri tupatacho nafasi na tuwatendee watu wote mema, hasa wale wa jamaa ya waumini. And verse 10 says, therefore as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Amen. Kadiri tupatavyo wakati. While we still have the opportunity. Mordekai akamwambia Esther, Mordecai told Esther, haujui labda you don't know if Mungu amekuruhusu wewe uweze kuwa malkia katika nchi ya ugeni God has given you the opportunity to be the queen of this foreign kwa country sababu ya wakati kama huu. because of the time like this. Haleluya. Amen. Na kama wewe hautafanya hivyo, And if you will not do it, Mungu wa mbinguni God in heaven, bado ana uwezo He has the wa ability kusimamisha wengine to stand up ambaye another afanye person hiyo. to do that. Wapendwa katika Kristo, Beloved in Christ, hii kazi hii this work, tunahitaji kusaidiana, we need to help each other. tunahitaji kusaidiana. We need to help each other. Si kazi ya kusimamisha. While God continues to Umempa Mungu nini ili uweze kusimama siku ya leo? what have
The Spirit, the Holy Spirit to come with now, so that He can lead us. He can be a counselor. He can even warn us about the way that we are doing, the way that we are living, because we want one day to live in your kingdom, oh Lord. We want to reach your kingdom, Father. Where we going to give an account to all the action that we have done while we still live. Lord, help us. Roho Mtakatifu wa Bwana, saidia kanisa lako. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Amen.